Basi baada ya kumaliza pale nilihama. Baada ya kupata changamoto kadhaa kwenye ile shule, nilihamia shule nyingine ambayo inaitwa Muleba Sekondari, iko pale wilaya ya Muleba mjini. Nilienda pale kumaliza niliingia form 3 mwishoni hadi nikamaliza form 4. Kwa hiyo nimesoma Muleba Sekondari pia pale. I was very loved guy. Nilikuwa napendwa sana na wanafunzi wenzangu. Na nilikuwa na talent nyingi sana. Nilikuwa na uwezo mkubwa sana kufanya vitu vingi sana. Na nilikuwa mtu mzuri. Changamoto zilikuwepo za kibinadamu, lakini nilipata suspension nyingi sana, lakini zote hizo ni kwenye utundu kufanya vitu vingi. Kwa nilifanikiwa kusoma Muleba Secondary School, lakini nilifanikiwa kushirikiana vyema na wanafunzi wangu. Tulifanya kampeni nyingi sana na tulifanikiwa vizuri sana, na ndiko sehemu ambako niliona kwamba nina ushawishi mkubwa sana ambao nimesoma nao Muleba Secondary. They know that, wanajua ushawishi wangu ambao nilijaribu kufanya, kuanzia namna ya kufaulu mitihani, namna ya kusaidiana tuweze kusafiri kwa pamoja, namna ya kuhakikisha kwamba tukienda kwenye competition za shule tunafanikiwa, namna ya umoja na kushirikiana. Niliandaa kampeni tofauti na wenzangu na tulifanikiwa. Na moja kati ya kampeni ambayo I'm really proud of me and wenzangu, tulikubaliana kwamba kwenye mtihani wetu wa form 4 sisi ndo tutakuwa wa kwanza kuto kuleta zero kwenye ile shule, na tulifanikiwa. So namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Nashukuru sana wanafunzi wenzangu wa kipindi kile tulikuwa tunasoma Muleba Sekondari. I'm sure everyone sasa hivi kila mtu ana maisha yake, ana familia yake, lakini kampeni yetu ya kupambania elimu yetu ilitufanya mpaka leo tuko hapa. So I'm really proud of you guys, wale wote ambao tulishirikiana kwa kipindi hicho. Ila yote hii ni kwa sababu ya nguvu ya influence ambayo nilijaliwa na nilikuwa nayo. Lakini wale wote nilikuwa nikishirikiana nao kwenye mpira, nilikuwa mchezaji mpira moja mzuri sana. Na okay, so baada ya kumaliza form 4 nilifanikiwa kufaulu kwenda advance, na nilipangiwa shule moja inatambulika kama Songea Boys kwa wanaume box 2, iko kule Ruvuma. Kwa wakazi wa Ruvuma wanaifahamu, ni shule ambayo ni ya zamani, inaheshimika sana na ni shule ya vipaji. Kufanikiwa kusoma pale unakuwa na ufaulu mzuri kiserikali. Kwa hiyo nilifanikiwa pale na nilienda kusoma kombi inayotambulika kama PGM, Physics, Geography na Mathematics. Kwa hiyo nilikuwa na wenzangu pale kama 27 kwenye kombi yetu. Tulishirikiana vyema kabisa. Tulishirikiana vyema, na nashukuru sana wenzangu ambao nilikutana nao advance. Tulikuwa na wasaa mzuri sana. Maisha advance yalikuwa ni very complicated, lakini kulingana na upendo wetu, ushirikiano wetu, maisha yalikuwa ni mazuri sana. So baada ya kumaliza advance nilifanikiwa kujiunga na University Mzumbe, chuo kikuu cha Mzumbe kilichopo Morogoro. Kwa pale nilifanikiwa kusoma pale Mzumbe. Baada ya muda nikarudi mtaani na kuendelea na shughuli zangu nyingine. Morogoro nimekaa zaidi ya miaka 6, tukijumlisha shule na hustling za hapa na pale. Kwa hiyo baada ya kumaliza Mzumbe nilisoma statistics. Mnazijua takwimu tumizi. Kwa hiyo mimi ni statistician. Mimi ni mzee wa analysis, najua analysis vyema. Ninajua database and everything. Kwa hiyo I'm good in making analysis. Kwa hiyo if you want analytics consultant, I'm here. Niko vizuri sana, kwa sababu mnajua kwamba chuo kikuu cha Mzumbe ni bora kwa management. Kwa hiyo kama you need someone to manage your business, to manage you in every angle of management, pata kijana kutoka Mzumbe. So and that's why I'm managing my business myself, and I'm managing myself ila nikisaidiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo I'm proud of napongeza sana chuo kikuu cha Mzumbe. Nimetengenezwa pia pale vizuri, nimejifunza vitu vingi. Wanafunzi wenzangu Mzumbe tulishirikiana vizuri sana. I'm really proud of you and I'm sure you're proud of me. Popote mlipo Mzumbe alumns, najua you guys you're proud of me. Wengi tunapendana, wengi tunawasiliana, na tulikuwa na muda mzuri sana kipindi tunasoma Mzumbe. We have fun, tumefanya vitu vingi sana and I'm really proud of you. So
Hiyo ndo safari yangu ya elimu tangu nilipoanza primary school mpaka sasa hivi. Nakuja historia kwa ujumla. Historia yangu ya ujumla ya profession yangu. Mimi profession yangu ambayo sasa hivi naifanya, ambayo sasa hivi mimi ni fashion designer, lakini pia ni fashion specialist. Sikuwahi kufikiria kwamba leo mimi labda nitakuja kwa fashion designer, lakini nikirudi nyuma ni kwamba ninachoamini whatever I'm always doing ni direction ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekujalia. Kwa hiyo since when I was kid, na nakumbuka baba yangu alikuwa pitu na fashion yoyote. Mzee wangu alikuwa anafanya kazi ya kawaida sana, lakini alikuwa siku zote akipambana vijana wake tusipitwe na fashion. Zikitoka nguo fulani atatununulia, na kipindi kile mkoa wa Kagera ulikuwa fashion zote zinapitia Uganda. Kwa hiyo baba yetu alijitahidi sana kutununulia. Kila sikukuu tulikuwa tuna nguo mpya. Lakini katika kukua kwangu kote nilikuwa nikivaa nilikuwa napata zile wow. Umependeza. Kwa hiyo ile ilikuwa nadhani ni ile damu ya kuvutwa huko. Kwa hiyo nakumbuka mimi suti nimeanza kuvaa tangu niko darasa la pili. Nakumbuka kuna suti moja mzee wangu alininunulia, ilikuwa 3 pieces, aliniagizia Uganda. Nakumbuka ile suti alikuwa anailipia taratibu. Tulienda kuna maduka fulani watumishi walikuwaga wanaenda yale maduka, unataka vitu fulani unavilipia taratibu. Babangu alienda kanilipia pale suti ambayo alikuwa analipia taratibu, na ile suti alinunua gharama kubwa sana. 3 piece suti ilikuwa inateleza fulani, vikitambaa kizuri sana. Ndio mara ya kwanza mimi kuvaa suti. That day hiyo kitu kwangu ilikuwa ina maana kubwa sana, na mpaka leo sijawahi kusahau. Na kushukuru sana mzee wangu kwa kuintroduce suti kwenye mwili wangu, na nilipendeza sana, nilisifiwa sana. Ile suti ilitunzwa sana. Nakumbuka ile suti nimeivaa, maana ilikuwa kubwa, nimeivaa mpaka almost suruali yake nimevaa mpaka darasa la 7, kwa namna ambavyo wazazi wetu walikuwa vizuri kwenye kutunza. Kwa hiyo mavazi yalikuwa sehemu ya, lakini ukiacha hivyo pia kipindi tuko sekondari ni wale vijana ambao ulikuwa unasubiri unakuja mwishoni ili wakuona ulivyovaa. Sare zina namna inabidi zishone, lakini unashona kitofauti. Kwa hiyo ni namna tu ya kujiweka unique. Kwa hiyo lakini zaidi na zaidi nilikuja kuona kwamba roho yangu na damu yangu inabidi ije kwenye fashion, kwa sababu nakumbuka siku moja nilikuwa na mzee tunaangalia TV, wakapita marubani. Walikuwa si marubani wanazungumzia kitu gani? Nilivyoona marubani jinsi walivyokuwa wamevaa zile suti zao, zina vyeo vyao, they are very smart. Mimi nikamwambia mzee wangu, baba, Mungu akinijalia nikiwa mkubwa natamani kuwa ile tu. Unatamani kuwa nani? Mimi natamani kuwa kama rubani. Kwa hiyo nilitamani kuwa rubani, sio kwa sababu ninatamani kurusha ndege, ila nilitamani tu kuwa that na muonekano kama marubani. Huwezi amini, lakini huwezi amini, hiyo muonekano marubani ulinifanya mimi nikapambana ili niwe rubani, na nilipambana, nilisoma masomo ambayo nilitaka niwe rubani. Lakini huwezi amini, Mwenyezi Mungu anampeleka mtu ambako anataka yeye. Here we are today, nipo hapa as your fashion consultant, as your fashion coach. Niko hapa kama your fashion designer, I'm your tailor. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana namna ya kuonyesha kipawa cha mtu kwa namna anavyojua mwenyewe, na anakufikisha ambapo huwezi kutegemea. Kwa hiyo nadhani hiyo ilikuwa inanipeleka huko, na baada ya muda mfupi nilianza kuishi. Specific kabisa nilivyoingia chuo kikuu. Chuoni nilikuwa na mavazi yangu ya ajabu hadi akafanya wenzangu wakawa wananiita mzee wa kodi. Kwa hiyo nilikuwa nikija darasani na kuja na nguo, yani na fashion za kwangu peke yangu. Kwa hiyo jina la code. Why code? Kasema wananiita kwa sababu ya mavazi. Kwa sababu nilikuwa na mavazi ya kawaida, sio ya gharama, lakini yako tofauti.
Kwa hiyo nikaona sasa this should be my brand name. Let me call it Mr. Code. So that's the foundation ya jina Mr. Code. Na baada ya hapo sasa ndo nikaanza kuishi fashion, kuvaa vile, kuanza kujifunza kuhusu fashion, kuangalia vitu gani vinahusishwa na watu wa fashion. Nikaanza kujihusisha na uandaji wa matamasha ya fashion. Nakumbuka kwa mara ya kwanza tumeandaa tamasha la urembo Mzumbe, ambao leo pia ni specific kwenye fashion. Kwa hiyo kote huko ni kwenye kujitafuta, lakini kabla mimi sijawa fashion designer, sijawa huyu ambayo nipo mimi, nimepitia hustling nyingine ambazo sio mbaya. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, siku zote amenipitisha kuzuri sana. Mimi kipindi niko chuo nimekuwa photographer, nimekuwa online media owner, nimekuwa entrepreneur, nimekuwa na juice bar ambao nimesoma nao Mzumbe wanafahamu. I was very famous and I was very hard working man. Nilikuwa mimi mwenyewe ni photographer, mimi mwenyewe ni graphic designer, mimi mwenyewe ninatengeneza juice zangu za ofisini kwangu nauza mwenyewe, mimi mwenyewe ni online owner ambaye nilikuwa nina shoot presenters wangu, nina edit mwenyewe. Mimi own kwa mara ya kwanza online media ambayo ilifanya vizuri sana Mzumbe, ambayo ilikuwa inatambulika kama Mukod TV, ambayo online TV ilizinduliwa na marehemu Ruge Mutahaba. Siku wanafanya ilikuwa tamasha sijui la ujasiriamali sijui nini walifanya Mzumbe, ilikuwa 2017 18 nadhani 18 kama sio 19. Ruge Mutahaba ndo alizindua, na hiyo video ipo YouTube mpaka leo ya uzinduzi wa Mukod TV, ina views wengi sana. Own online TV, lakini kote ni kwenye kujitafuta, kote ni kwenye kuangalia namna gani naweza kujibrand. Lakini yote kwa yote mimi nimemaliza chuo, nimeajiriwa, nimefanya kazi kiwandani. Kiwandani kazi ni ngumu sana. Kiwandani those people they don't value education at all. Unafanya kazi kubwa, unafanya kazi muda mwingi, lakini matokeo ni madogo sana. You are paid raise. Ukija kutumia, imagine ukija kuangalia expenditure zako, hela haitoshi hata kidogo. Kwa hiyo nilifanya kule kwa sababu nilikuwa ninaamini kwamba maisha yanatupitisha sehemu tofauti tofauti tuweze kujifunza. Lakini baada ya hapo nilifanikiwa ambao ni safari ya mimi leo kuwa hapa. Nilifanikiwa kupata ajira nyingine ambayo pia haikuwa deep ajira, ilikuwa sehemu ya kuja tu kwamba unapewa mkataba wa kuangaliwa kama nafasi za kazi zikitoka uajiriwe. Mimi nimekuja nimeajiriwa hapa Dar es Salaam. Sitotamani niseme ni sehemu gani, lakini ni taasisi tu ya serikali kubwa. Kwa hiyo niliajiriwa kama afisa takwimu, nimefanya pale kazi za kitakwimu, nimefanya kazi pale za ICT, nimefanya kazi tofauti tofauti, nimeshirikiana na watumishi wenzangu, nimefanya kazi kubwa sana, na nashukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa moja kati ya vijana ambaye nilikuwa favored kwa ajili ya kwa watumishi wenzangu. Nimefanya kazi yangu kwa nidhamu kubwa, sikuwahi kuchelewa kazini. Nilikuwa nikifanya kazi yangu kwa nidhamu kubwa kwa sababu niliamini niko pale kwa ajili ya kujifunza kitu, na nilikuwa sibagui kazi. Idara zote nilikuwa nikifanya kazi. Yote hiyo ni kwa sababu nilikuwa naamini kwamba I'm building experience that is going to help me on my vision. Ambao nimefanya nao kazi kwenye taasisi ya serikali ni mashahidi, na wakiona hii video they are going to say this. Na mpaka mimi na mkataba wangu wa kuenda pale unamalizika, hawakujisikia vizuri kabisa mimi kutokuwa sehemu ya ile taasisi. Kwa hiyo lakini ni maisha, na safari yangu mimi ya fashion designing imeanzia pale. Na nipende kumshukuru sana dadangu kipenzi ambaye yeye kwa mara ya kwanza alikuwa sababu ya kunipa nguvu mimi kujenga imani yangu na kuanza ambacho nakifanya sasa. Na mpaka sasa hivi niko hapa, nina almost miaka 2 kama sio 3 nimefika katika hatua hii. Nimeweza kuendesha maisha yangu mpaka hapa, ila ni kwa sababu ya nguvu yake yeye. Kwa hiyo nakushukuru sana dadangu. Naamini kwa ulichokifanya kwenye maisha yangu, mimi sina uwezo wa kukulipa, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anaamini upo duniani hapa, kuna kizazi chako kipo na bado kinaishi hapa duniani, atakulipa dadangu, kwa sababu wewe ndo mtu pekee ambaye kodi yangu ya kwanza ya ofisi yangu ulinilipia wewe miezi 6. Thank you so much.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Mimi nakuhakikishia nitafanya kwa nafasi yangu, lakini siwezi kulipa wema ulionisaidia, ila kwa sababu Mungu anakupenda sana, kamleta kijana kama mimi kwenye maisha yako. Trust me, utabarikiwa mpaka ushangae. Mwenyezi Mungu akubariki sana dadangu. Sitotamani nikutaje jina, lakini najua unajijua, najua namna ambavyo unanipenda mdogo wako, najua namna ambavyo unaniombea mdogo wako, najua namna ambavyo whatever you're doing ulifanya kwa ajili ya kunisupport mimi. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Najua una watoto wapo wanakuwa wanakuja kwenye dunia hii. Mimi kama anko wao nipo, I'll be there coaching them, kuonyesha namna nzuri. Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana dadangu. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye kazi hiyo, niliweza kuingia kwenye biashara yangu Dialect na kuanza kufanya biashara hii. Kwa hiyo nilianza biashara yangu nikiwa kwenye vyumba viwili na sebule, ambayo ilikuwa moja ni sehemu ya production, sehemu moja ilikuwa mimi ya kulala, nyingine sehemu ya kupokea wageni na sebule yangu kwa ajili ya huduma nyingine. Lakini baada ya hapo Mwenyezi Mungu akatujalia, tukatoka kule tukahamia kwenye nyumba nzima ambayo tukadivide hivyo hivyo vyumba kadhaa, tukaanza kuongeza mashine, tukaanza kuongeza mafundi, whatever we are doing. Sasa nikatoka kwenye mimi kutokushona direct, mimi kuingia kwenye kutoa huduma, na nikapata wasaidizi ambao wakawa wananisaidia kushona. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hii hatua, na ninaamini kijana popote alipo hawezi kukata tamaa. Na mimi ambacho ninatamani kijana yeyote ajue popote alipo duniani, hakuna unachopitia unapitia kwa bahati mbaya. Enjoy every moment. Usichague moment za kufurahia. Mwenyezi Mungu akikujalia ukapata nafasi ya kuishi duniani, akakupitisha kwenye hatua tofauti, enjoy the moment. Hata kama nyakati ni ngumu vipi, force your mind, force your psychology, force your body, force everything around you kuhakikisha kwamba you live the moment. Iishi moment, kwa sababu utakapoishi ile moment itatengeneza energy ambayo itakulift, ambapo huwezi kutegemea. Kwa hiyo vijana wenzangu, ni kweli changamoto ziko nyingi sana, lawama ziko nyingi sana, lakini trust me, hakuna unachopitia ambacho kitakaa maisha yote. Hakuna ambacho unapitia ambacho umeumbiwa upitie. Ni sehemu ya maisha kujifunza. Kipokee, kiishi. Ishi na watu vizuri. Discipline yako ndiyo mtaji wako. Nidhamu yako ndiyo mtaji wako. Kwa hiyo kwa ufupi, mpaka sasa changamoto ziko nyingi sana, lakini mimi sikuwahi kuangalia changamoto. Siku zote nilikuwa naangalia positive stuff ambazo zilikuwa zinatokea kwenye biashara yangu. Sikuwahi kuchukulia changamoto kama sehemu ya kunifanya mimi nianze why I'm doing this. I was always angalia vile vitu ambavyo vina matokeo positive. Lakini zaidi ya zaidi, uwekezaji wangu wa kiimani ndio umenipa ujasiri, umenipa courage ya mpaka leo niko hapa. Kipekee kabisa, changamoto nyingi, lakini mema yaliyotokea kwenye unachokifanya ndio yape kipaumbele. Changamoto achana nazo, kwa sababu hazina cha kukusaidia zaidi ya kukurudisha nyuma. Kwa hiyo kwa ufupi tu, profession yangu imetoka hapo ambapo imetoka, na imepitia vitu vingi sana. Nilijaribu kuwa na talents nyingi tangu nikiwa mdogo. Mimi nilitamani kuja kuwa msanii mkubwa sana, lakini sikufanikiwa kwa sababu ya direction ya wazazi wangu. Nilitamani kuwa mchezaji mpira mkubwa sana, na nina talent ya kucheza mpira kubwa sana, lakini mpaka leo sikufanikiwa kwa sababu ya mipango ya Mwenyezi Mungu. Na one among interesting story ambayo nikikwambia inaweza ikakushangaza. One among story ambazo ni very interesting, inaweza ikakushangaza, ni kwamba
Unajua the time ambayo Dogo Janja anachukuliwa na Tip Top Connection kwa ajili ya kuenda kuwa msanii na kuwa managed na Tip Top Connection, unajua wa kwanza kutafutwa na kuchaguliwa ili akachukua ile nafasi alikuwa ni mimi. Nimeshawahi kufanya competition za uimbaji mkoa wa Kagera na nikashinda, nikawa namba 2 nikiwa kijana mdogo, nimemaliza darasa la 7. Na the time ambayo mtu aliyekuwa akinisimamia Mureba kipindi kile ambacho mimi niko Mleba pale, niko kwenye mashindano, Tip Top Connection walikuwa na tour yao ambao walianza Bukoba, wakatoka Bukoba wakaja Mleba. Walipofika Mleba wakakutana na mimi, na the show waliokuwa na perform mimi niliperform. Baada ya kunichagua na kusema mimi niwe sehemu ya kwao, wakanichukua wakanimanage. Alivyoambiwa babangu alikataa. Alisema mimi kijana wangu ataenda kusoma. Na ninaheshimu kwa sababu naheshimu maamuzi yake, kwa sababu Mungu alimtumia baba yangu kwa ajili ya kupambania destination yangu ambayo ndio leo niko hapa. Kwa hiyo historia yangu ina vitu vingi sana, na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hivi vitu, na ninaamini kwa nafasi ya kipekee you as a human being kama mwana familia wa Expensive Husband umeweza kujifunza kitu, na maisha yana vitu vingi sana, lakini ambacho inabidi ukichague ni vitu vizuri tu. Vitu vibaya viache, kwa sababu vitu vibaya vitakurudisha hatua moja nyuma, na ndicho mimi nilichokichagua, na namshukuru Mwenyezi Mungu sijawahi kwenda kinyume na maamuzi yangu. Na kwa kuhitimisha, focus yetu sisi kama Expensive Husband, kutoka huko focus yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna transform jamii yetu ya Tanzania, wa Tanzania, kwa sababu mimi asili yangu ni Mtanzania, kuhakikisha kwamba tunafanya fashion designing yenye professionalism ambayo ni sawa na mataifa mengine. Tutakuja na plans tofauti tofauti za kuwapa huduma tofauti tofauti na kuhakikisha kwamba tunakuwa na Watanzania au watu duniani ambao wana real matokeo ya mionekano yao na personality zao kupitia Expensive Husband Family. Na hii inawezekana kwa sababu kama every change in me imeweza kufanyika na imeweza kutokea hapa duniani, kwa nini nishinde kutimiliza ambacho Mwenyezi Mungu ameniagiza kufanya? Kwa hiyo what I would like to kuombeni nyie ni kuendelea kuwa pamoja na sisi, kuendelea kutusapoti, kuendelea kutuamini, kuendelea kutupa nafasi nyingine, maana hatua moja siku zote oga inatengeneza hatua nyingine. Nilipokuwa mwaka jana siko niliko leo. Kwa hiyo kwa upekee kabisa nipende kuwashukuruni nyinyi sana kwa kuwa sehemu ya Expensive Husband brand na kuwa sehemu ya familia ya Mr. Code. Na mimi ambacho ninaamini ni kwamba kupitia episode zetu ambazo tutaziandaa zitakuwa ni sehemu ya kutransform mindset yako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini kutransform muonekano wako na uwezo wako wa kuwa presentable kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunachohitaji kutoka kwako ni kutuamini tu, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu ametuamini, ametupa hiki tunachokifanya, wewe unachopaswa ni kutuamini, na vitu vingine Mwenyezi Mungu atasaidia. So thank you so much. Nashukuruni sana kwa kufuatilia episode hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni kwenye episodes nyingine zinazokuja, na hakikisha una subscribe ili uwe wa kwanza kuwa mwanafamilia wa Expensive Husband, lakini pia uwe wa kwanza kupata episodes tutakazokuwa tukiweka, unapata notification. Thank you so much. Mimi naitwa Emmanuel Samson, Expensive Husband, na nipende kuwashukuruni sana na niwatakia wakati mwema na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Thank you.